ndugu mkuu wa mkoa kwa salamu hizi za wakati hawa wanafamilia wanapovuna wanapochuma mali yao ukuwepo, lakini siku moja. Na nimeziona familia zingine ambazo zimetambulishwa kutoka mikoani. Tuna mkoa wenye neema kubwa sana. Tuna mkoa ambao Mungu ameubariki sana. Nirudie maneno ambayo nimeyazungumza wakati wote, mlioko Njombe na mliotoka mkoani. Mkiwa mkoani nasema Njombe kuna chawi. Wachina wanaona Njombe kuna fursa na wako kwenye vijiji vyenu huko. Kila mmoja aone anao wajibu wa kurudi nyumbani na kujenga nyumbani, kuanzisha biashara. Kina Maxwell wako hapa, wamefanya uwekezaji mkubwa, wameajiri watoto wa mkoa huu, wamepata mchango ndani ya kanisa. Tusifanye vijiji vya nyumbani kuwa maeneo ya makaburi ya kuja kuzika na kuondoka. Bwana Yesu asifiwe. Tunawatakia Christmas njema na mipango mema ya mwaka 2026 itakayo kunufaisha wewe mwenyewe, lakini itakayo kunufaisha kanisa, na kwenye malezi aliyozungumza Baba Askofu, itakayo kunufaisha familia na malezi yetu sisi kama Wakristo, kama wanadamu. Tunawatakia Christmas njema. Baba Askofu, serikali katika siku 100 za Mheshimiwa Rais imeanzisha kifurushi cha faraja, kifurushi cha afya, bima ya afya kwa watu wote. Lakini bima hiyo serikali itaifanyia majaribio kwenye makundi matano. Kundi la kwanza ni wakina mama wajawazito. Kundi la pili ni watu wenye ulemavu. Kundi la tatu ni wazee wasiokuwa na uwezo. Kundi la 4 ni kwa watoto chini ya miaka 5. Na kundi la 5 ni kwa wale wanufaika wa kaya maskini za TASAF. Hawa watu wote Baba Askofu watapewa matibabu ya bima kwa kupitia bima na watapata matibabu hayo bure. Kwa mkoa wa Njombe tuna kaya kama 18,000 na serikali itatumia kama bilioni 12 kwa ajili ya kutibu watu hao, na kitaifa serikali itatumia zaidi ya bilioni 500 kwa ajili ya kufanya matibabu kwenye makundi hayo matano. Lakini mpango wa serikali ni Watanzania wote waingie kwenye matibabu ya bima, na kiwango cha chini shilingi 150,000. Kila mwananchi akikata bima shilingi 150,000, maana kwamba anapata matibabu yote bure, kuanzia zahanati, kituo cha afya, hospitali ya wilaya, hospitali ya mkoa na mpaka hospitali ya taifa ya Muhimbili. Hilo jambo ambalo ni vizuri waumini kupitia ibada ya leo, basi sauti hiyo ifike kwa wananchi wote wa mkoa wa Njombe. Na la mwisho, Baba Askofu, ni kushukuru, umefanya mahubiri mazuri sana, naamini kila mmoja amebarikiwa, na mimi niongeze sauti yangu kwenye kuipongeza na kushukuru familia ya Kaduma. Hayuko marehemu Kaduma, lakini mama na watoto wako, kila mmoja aliyoko humu ajifunze namna ambavyo familia hii imekuwa ikirudi